Rais wa Marekani Donald Trump ni kama vile amewatega wa Iran. Tutarajie vita kubwa zaidi. Hii ni sehemu ya ripoti yetu ya leo. Mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea huku Trump akionya kuwa wanaweza kurejea kuishambulia taifa hilo la Kiajemi la Iran. Trump katika semi zake alisema kuwa Iran haina budi ila kutuma wajumbe wake nchini Pakistan kwa mazungumzo. Akizungumza na televisheni ya CBS, Trump alisema ana imani kuwa watafikia makubaliano. Pia alisema wamefanikiwa kuweka kizuizi cha kijeshi cha baharini karibu na Iran. Alipoulizwa iwapo ataongeza muda wa kusitisha mapigano, alisema hatafanya hivyo, lakini wakati huu ameona kuna haja ya kuongeza muda licha ya kwamba muda huo haujulikani ni lini. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kwa tabia za rais wa Marekani Donald Trump, anaweza katika kipindi cha katikati aidha cha mazungumzo ama kutokuwepo kwa mazungumzo, ikiwa Iran itaamua kufanya hivyo, huenda akafanya shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini kingine, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba baada ya rais wa Marekani kuiambia CENTCOM kuweka vizuizi zaidi katika eneo la bahari la Hormuz, kwamba uhakikishe Iran haiwezi kupitisha meli zake, kwa maana kuzuia bandari za nchi hiyo, wachambuzi wanasema kwamba ni mpango ambao rais wa Marekani Donald Trump anataka kuona jinsi ambavyo Iran itaweza kufanya jambo, kwa maana ama kufanya mashambulizi katika meli hizo, kwa sababu Iran haitokubali kwa muda mrefu kuzuiwa kwa meli zake katika eneo la bahari ya Hormuz, ambayo kwa kiasi kikubwa ipo katika eneo lake. Hili ndilo jambo ambalo wachambuzi wanaliona kwamba wanatafuta sababu ya Iran kufanya shambulizi dhidi ya meli za Marekani. Trump alikuwa ametangaza usitishaji mapigano wa wiki 2 ili kutoa muda wa mazungumzo ya kufanyika duru ya kwanza mazungumzo hayo, ambayo hayakufanikiwa, na ni kutokana na kutokuwepo kwa maelewano ya pande zote ambazo zilikuwa zikilaumiana. Iran ilitangaza kwamba hawatapeleka wajumbe nchini Pakistan kushiriki mazungumzo na Marekani katika duru ya pili ya mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran Ismail Baqei alisema kuwa tulikubali kushiriki katika mazungumzo ya awali kwa nia nzuri, lakini upande wa pili haukuwa na umakini wowote wa kutaka kuafiki makubaliano na hawakuwa na nia njema. Walibadilisha misimamo yao mara kwa mara na kusitisha vita. Katikati ya mazungumzo kuna nyakati waliamua kutushambulia, lakini hapa alikuwa akizungumzia katika kipindi cha mwezi Juni na hata mashambulizi ya Februari 28. Bado haijabainika wazi iwapo mazungumzo hayo yatafanyika kusitisha vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran. Hii ni kutokana na kwamba Iran bado haijatoa tamko la wazi kama imekubaliana na mpango uliotangazwa na Rais Donald Trump wa kusitisha mapigano kwa mara nyingine tena, licha ya kwamba wao wa Iran wanachokitaka kwanza ni kuhakikisha Marekani inatangaza rasmi kutoishambulia tena Iran, lakini pia kuondoa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuondoa kizuizi chao walichokiweka. Kituo kinachoendesha operesheni za kijeshi cha Marekani CENTCOM kilitangaza kuwa majeshi ya Marekani yameamuru meli 27 za Iran kusitisha safari tangu kuanza kwa kizuizi cha kijeshi cha Marekani. Tarehe 19 mwezi huu wa Aprili, jeshi la wanamaji la Marekani lilizuia meli moja ya Iran ambayo ilikuwa inajaribu kuvuka kizuizi cha Marekani. Iran ilitaja hatua hiyo kuwa ni uharamia, jambo ambalo Iran awali iliyokuwa imezuia meli za adui kupita katika lango la Hormuz iliamua kufanya mashambulizi ya meli za kivita za Marekani. Trump aidha alitangaza kuwa hataondoa kizuizi cha kijeshi cha Marekani katika mlango huo wa bahari hadi pale Iran ikubali kufikia makubaliano. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani alisema kuwa dalili za Marekani kuondoa kizuizi cha kijeshi katika bandari za Iran na kusisitiza kuwa watashiriki duru ya pili ya mazungumzo baada ya kizuizi hicho kuondolewa. Rais wa Marekani alisema kuwa makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yaliafikiwa kwa masharti kwamba Tehran ifungue tena mlango wa Hormuz, njia muhimu usafirishaji wa mafuta na bidhaa kutoka Ghuba ya Uajemi. Iran ilikubali kuruhusu meli kupita katika mlango wa Hormuz kwa muda wa wiki 2 huku safari zao zikisimamiwa na jeshi la Marekani. Lakini pia Iran ilitaka kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, kulipwa fidia kwa uharibifu uliotokea wakati wa vita na kuachiliwa kwa mali ya Iran iliyozuiliwa na Marekani. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisafiri kwenda Pakistan kwa duru ya kwanza na alitarajiwa kusafiri kwa mara nyingine katika duru ya pili ambayo Iran haikupeleka wawakilishi wake. Kwa hivyo wachambuzi wanasema wakati huu matarajio ya vita ni makubwa mno kuliko makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.